Kama ndo mara ya kwanza unajiunga nasi, nimerudi tena katika simulizi yetu pendwa, simulizi yetu nzuri ya ndugu yetu anaitwa Bwana Michael, akituhalisia ni kitu gani alikutana nacho katika safari yake ya mapenzi au katika safari yake ya maisha. Bwana Michael anatuambia kwamba alipokelewa vizuri hapo nyumbani, na kwake halikuwa jambo gumu sana kutambulika kwa yule dada, kwa sababu ni watu ambao walikuwa wanafahamiana hapo kabla, na ile siku ilikuwa tofauti kidogo katika kufahamiana kwao, kwa sababu ilikuwa siku tofauti. Ninamaanisha kwamba ilikuwa siku special ambayo Bwana Michael alikuja kutambulishwa pale nyumbani kama mkwe au kama shemeji, maana hapo awali walikuwa wanafahamiana tu kikazi. Bwana Michael anatuambia kwamba ile siku ilikuwa nzuri, ilikuwa siku ya furaha kwa upande wake. Walikula, walikunywa, walifurahi, na kwa kuwa huyo shemeji yake alikuwa maarufu kidogo hapo mtaani, kwa sababu yeye ni dada ambaye aliishi muda mrefu, alimaarufu kama kwa mtaani watu wengi wamezoea kumuita Mama Shafii, ila kwa jina lake anafahamika kwa jina la Teddy. Bwana Michael anatuambia kwamba ile siku ilikuwa nzuri kwa upande wake, na aliifanya siku special sana kwa sababu ilikuwa kwa mtu fulani ambaye kwake yeye ni mtu ambaye aliyomchagua, mtu aliyompenda. Hiyo kwake haikuwa ngumu sana kuifurahia hiyo siku, kwa sababu ilikuwa siku nzuri sana kwa upande wake. Baada ya yote kufanyika, baada ya kula, kunywa, kufurahi, kucheka, kuongea mengi, Bwana Michael anatuambia kwamba alimchukua mtu wake, kwamba mpenzi wake, kwa ajili ya kuendelea na ratiba zingine. Mapenzi yao yalikuwa yameenda kwa muda mrefu, miezi 6 takriban. Bwana Michael anatuambia yalikaa kwa muda wa miezi 6, na Bwana Michael anatuambia kwake ilikuwa ni amani na furaha katika kipindi chote ambacho walikuwa kwenye hayo mahusiano. Bwana Michael anatuambia kwamba hakuwahi kujutia kuwa na msichana huyo, na hata wakati akiwa ofisini kwake, basi Bwana Michael yeye alikuwa mtu wa kuongea mambo mengi kuhusiana na mpenzi wake Bahati. Bwana Michael anatuambia kwamba kuna siku, baada ya muda mrefu kukaa na mpenzi wake, na tunakumbuka kabisa kwamba hapo nyuma Bwana Michael yeye anajishughulisha na masuala ya urembo, lakini pia hapo kwenye duka lake alikuwa akijishughulisha na biashara ndogo ndogo kwa ajili ya kuweza kujikwamua kimaisha. Bwana Michael alitoka hapa akaenda mjini kwa ajili ya kwenda kufunga mali kwenye biashara yake, au kufunga bidhaa, kununua bidhaa katika biashara yake. Bwana Michael anatuambia kwamba yeye alikuwa tayari kukosa chochote, lakini asikose kumnunulia kitu mpenzi wake, kwa sababu anaamini kwamba akifurahi yeye, mpenzi wake na yeye pia amefurahi, kwa sababu furaha yake ipo kwa huyo mpenzi wake Bahati. Bwana Michael anaendelea kutusimulia kisa hiki ambacho hata mimi natamani kufahamu mwisho wake. Natumaini hata wewe mpenzi msikilizaji wa Ikram TV na mpenzi mtazamaji wa Ikram YouTube channel, bila shaka hata na wewe pia unatamani kujua nini kinaendelea na nini kilimkuta, au nini kilimfanya ndugu yetu Bwana Michael mpaka kuja hapa katika channel yetu ya Ikram TV kwa ajili ya kutusimulia au kutupa mkasa huu. Kuna nini anataka kutufundisha? Hebu tuende sambamba
mimi na wewe mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Na kama ndo mara ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili uweze kupata notification pindi tu pale tunapoachia miendelezo ya simulizi hizi. Na ninayesikika katika maiki hizi sio mwingine, ni mimi, wananiita DJ Ricky. Twende sambamba mwanzo mpaka mwisho katika simulizi yetu hii nzuri ya Bwana Michael. Bwana Michael anatuambia kwamba alirudi, alimkuta mpenzi wake nyumbani kwake, yaani kwamba nyumbani kwa Michael. Akamsalimia, wakasalimiana pale nini, wakapiga story mbili tatu. Kwa ndo kwanza alikuwa mtoka mjini, akaona kabla hajapitia ofisini apitie kwanza nyumbani, salimiana tena. Unajua mtu ukiwa upo katika ile motion, yani feeling zile za mapenzi, yani ni mtu fulani ambaye ni fall in love, yani hakuna mtu ambaye atakwambia kitu afu ukamwelewa. Yani kwenye situation kama ile yani ushauri, sijui mawazo ya watu, sijui nini, yani katika akili yako huwa viingia afu huwa vifanyi kazi. Hata itokee saizi mtu aje akwambie, bwana, mpenzi wako tumemkuta sehemu fulani na mwanamke au na mwanaume, alafu wakati wewe ndio upo kwenye lile falling love, yani deeply, hauwezi kuelewa. Utahisi kabisa kwamba wanda kunivurugia. Situation ambayo alikuwa akipitia ndugu yetu Bwana Michael. Yani kwa kipindi hicho huwezi kumshauri kitu au kumwambia kitu akakusikia. Kwa hiyo akitoka katika harakati zake akapita nyumbani, akimkuta mpenzi wake, akasalimiana, wakaongea mawili matatu, akacheka. Bwana Michael akamwacha, akaelekea ofisini, lakini kabla ya kutoka, maana alimkabidhi vitu ambavyo alikuwa amevinunua. Bwana Michael anaendelea kutusimulia na kuendelea kutunogesha ili tujue. Mimi natamani nijue mwisho wake mapema sana, lakini kulingana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu, ndio maana huwa natoa kipande kimoja kwa sababu ya utaratibu ambao upo katika kazi zetu. So twende sambamba tuweze kufikia mwisho wa simulizi hii ya Story of My Life ya ndugu yetu Bwana Michael. Bwana Michael anatuambia alifika ofisini kwake, akaendelea shughuli zake. Mara kidogo akaja yule rafiki yake ambaye yani wako opposite, yani kati ya frame yake na huyo rafiki yake, yani zinatazamana. Akaja akamwita Bwana Michael, njoo bwana mara moja kidogo, kuna issue nataka tuongee. Naona Bwana Michael anatuambia alitoka akaenda akamsikiliza. Alipofika tu pale akamwambia Bwana Michael, mimi bwana kuna kitu nataka nikwambie kuhusiana na huyu shemeji. Bwana Michael akasema, shemeji yako kuna nini kwani? Bwana Michael akamwambia, bwana yule rafiki yake Michael akamwambia, bwana mimi ninavyosikia huyu shemeji kila mara moja au nyingine ni mtu fulani, yani hajatulia, anapenda sana kwenda kutoka usiku nini. Kuna baadhi ya wana, kwa sababu ndo mambo yao, wanamgumia sana, yani wanamkuta, yani wanamuona sana kwenye party night. Sometimes wana kuaga amelala na nini, kumbe hayupo nyumbani, ametoka, ameenda night. Nadhani unakumbuka pia nilisema hapo nyuma kwamba mtu akishakuwa kwenye hali fulani, yani ya falling love, huwa yani ukimwambia kitu anakichukua kama kilivyo, anakipeleka kwa mhusika. So jamaa alivyotoka pale moja kwa moja akampigia simu mpenzi wake. Halo, mambo poa? Akaongea akamwambia, yani bwana kuna watu wengine sio vipi sijui. Eti mtu anakuja hapa anakuambia eti bwana sio mpenzi wako, eti anatoka usiku anaenda kwenye mapati nini, wanamuona. Yani unakuta tu mtu anaamua tu kuitoa furaha yangu, anaona vile mimi nafresh na wewe mpenzi wangu, yani kama vile mimi na faidi fulani, na mimi najua kwa sababu jamaa wangu yeye atakuwa anakutaka. Unaona?
Jamaa ameambiwa na rafiki yake kwa nia nzuri, mwanaume mwenzake, lakini kwa sababu tu alikuwa kwenye hali fulani ya ujinga, tunaweza tukasema hivyo, yani mapenzi yale ya kijinga ni yamepitiliza kiasi kwamba amemwamini kwa so 100%. Hii sasa hii more than 100% amemwamini. Kwa hiyo pale akampigia simu na kumwambia, na rafiki yake pia akamtaja, rafiki yangu fulani kaniambia hivi. So nacheka kama mazuri, mpenzi msikilizaji wa Ikilabu TV. Yani naitamani hii hali, yani nawaza, yani I wish ndo mimi ndo nanikuta, sijui nafanyaje. Okay, twende sambamba, tutajua ndugu yetu alikuwa na maana gani kumpigia simu mpenzi wake na kumpa taarifa ambazo rafiki yake amemwambia kuhusiana na mke wake. Kuna sintofahamu fulani zinaanza kujitokeza, lakini yeye akashindwa kumsikiliza na kumuona kwamba rafiki yake kama anataka kumuingilia kwenye mapenzi yake. Basi yule mwanamke alichokifanya, akatoka moja kwa moja akaja mpaka ofisini kwa bwana Michael. Alipofika akaanza kumwambia, mpenzi wangu, yani sasa hivi naanza kusikia maneno ya watu. Wewe saa ngapi? Mdodo anipigia simu napokea, akipiga simu usiku napokea, mpaka saa 7 saa 8 anipigia simu napokea. Mimi kwa muziki natoka saa ngapi? Kama ningeenda kwa muziki singesikia mimi napiga labda usiku napiga, unaona kwenye kelele. Jamaa naye akasupport kwa mke wake. Ndio mimi najua tu jamaa atakuwa moja mitatu. Sasa binti akaanza kutengeneza mazingira ya hawa watu wawili wa gombane. Unaona bwana Michael anatuambia. Kwa hiyo kweli mwanamke alifanikiwa, zoezi lake lilifanikiwa. Ikafika kati sasa bwana Michael na rafiki yake, yani stories zikawa zimekata kinamna fulani, yani ule mazoea, ule ukaribu ukampungua. Kwa hiyo Michael akaamini moja kwa moja kwamba jamaa wangu wenyewe watu wa mtaani nakwambia snitch, yani mwanangu huyu snitch, yani kwa maana anataka kunivurugia mapenzi yangu. Unaona bwana, mshikaji kwa kuwa yeye ameshajionea kwa macho, akaona isiwe kesi. Kwa sababu mwamba si aniamini. Sasa hivi mimi amenilia buyu, amenikaushia, anisalimia na nini, mimi naona sawa. Ila kuna siku atakuja hapa kunishika mimi mkono huko analia. Ngoja tuone mwisho wake wapi. Mshikaji akajiongelea tu hivyo, nina mwanangu Michael kama simuelewi, yani kama kashadata hivi. Yani kamwamini mwanamke mpaka kadata. Kweli mapenzi yao yakawa hivyo. Sasa huyu binti Bahati ana marafiki zake, au marafiki zake ndio watu wake ambao ni watu wake ambao wanatoka wanaenda huko kwenye mapati, kwenye manini, watu wake wakija ofisini, bwana Michael anawatengeneza nini, atawasuka, atawafanya hivi, atatengeneza kucha, atawafanya hivi. Shaona wanatoka, shemeji asante na nini, wanakuja pale ni kama watu, kumbe wanamchola tu Michael. Anaelewa kila kinachoendelea, kwamba hapa jamaa anapigwa, hapa jamaa sisi hatuna mpango naye. Huyu mwanamke kumbe alikuwa na mwanamume wake mwingine ambaye yani hajui, Michael hajui. Basi bwana Michael, yeye mzangu wa mimi ambaye afahamu kitu sasa, maana na nukuu hapo, Michael anatuambia kwamba alifika wakati akawa mjinga mpaka yani akiambiwa naomba ile haki yake, yani anaomba mapenzi, mwanamke namjibu, mimi leo nimechoka, siwezi kufanya kitu chochote, kwa hiyo tulale au tutaonana kesho. Mwanamke anaondoka, afu bwana Michael anatuambia haya, akawa anaamini, anasema sawa basi, mke wangu amechoka kweli, ngoja nimwache. Mbona ndugu yangu wewe? Bwana Michael anatuambia. So ikafika wakati bwana Michael anatuambia kuna siku alitoka huyo rafiki yake ambaye alimkataa, siku akamfuata na kumwambia, bwana sasa leo nataka twende sehemu fulani kwa mwanangu, ametualika kuna party. Sasa kama vipi anafanya birthday, hebu twende nipe kampani kidogo mwanangu, wewe sasa mbona unaenda kufanya mapema,
wewe mwange nini hapo shemeji, tuondoke. Bwana Michael akasema basi haina noma, taenda. Michael sasa akatoka hapa akampigia simu mpenzi wake. Bwana, mimi leo kidogo rafiki yangu ameniomba nimsindikize sehemu hivi nini sio birthday yake, kwa hiyo tunaweza tukatoka. Binti akamwambia mimi leo naumwa siwezi kutoka, kwa hiyo kawaenda nenda tu mpenzi wangu, hamna shida. Sawa. Kama unavyojua mjini pati nyingi, na alikuwa haelewi pati anayezungumziwa mpenzi wake ni ipi. Bwana, kumbe pati ni moja ambayo wamealikwa. Yeye anaenda kuona na mpenzi wake mwingine, na jamaa ndio rafiki yake kwenye hiyo pati. Unadhani nini kitatokea? Tukutane sehemu ya 3 basi mimi na wewe, au sio? Chao, asante.